Tolea mifano kadha wa kadha. Ipo kanuni ya mtiririko wa habari, kwamba unaposoma habari ni lazima ujue habari inaanzia wapi. Ukianzia nayo njiani utapotea tu, utapata majibu yasiyo sahihi. Tuliangalia na mfano wa msifadhaike, lakini iko mifano mingi ndani ya Biblia. Tuna kanuni nyingine inaitwa mtiririko wa kibiblia. Mtiririko wa kibiblia unahusu jambo lolote ndani ya Biblia linasemwaje. Tunaposema mtiririko wa Biblia, maana yake jambo linavyosemwa na Biblia nzima ni lazima ulijue. Hapo nitatolea mfano mdogo. Kwa mfano, katika Injili ya Yohana tulipokuwa tunasoma habari za msifadhaike, tuliona kuna neno linasema nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Kanuni ya mtiririko ya kibiblia inasema tunasema hivi, hilo neno Biblia nzima inasemaje juu yake. Kwa mfano, watu wanasema nyumbani mwa Baba alikuwa na maana mbinguni kwa Mungu. Je, Biblia inasema nini? Ndio tunasema mtiririko wa kibiblia. Nikupe mifano michache. Daudi katika Zaburi ya 74 ni 71 nadhani, mstari wa 4 inasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Daudi aliposema nataka nikae nyumbani mwa Bwana, alikuwa na maana wapi? Akaage wapi? Je, mbinguni? Kwa hiyo aliposema nyumbani mwa Bwana hakuwa na maana mbinguni. Alikuwa na maana wapi? Si ndio jamani? Neno lingine linasema, Daudi huyo huyo anasema, nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Aliposema twende nyumbani kwa Bwana, alikuwa anasema wapi? Mbinguni? Wapi? Haleluya. Siku nyingine Yesu alipopoteana na wazazi wake, mnasoma habari hii, alipoteana na wazazi wake, wakaanza kumtafuta. Walimkuta wapi? Walimkuta hekaluni, kanisani. Walipomuuliza alisema, hamkujua ya kwamba inanipasa niwepo nyumbani kwenye nyumba ya Baba yangu? Nyumbani mwa Bwana sio mbinguni. Huwa tunasema ni mtiririko wa kibiblia. Biblia inapozungumza nyumbani mwa Bwana inakuaga na maana gani? Inakuaga na maana ya mbinguni? Hapana. Siku nyingine Yesu alisema aliwakuta watu wako hekaluni, akawafukuza. Akasema, fanya nyumba ya Baba yangu kuwa wanyang'anyi. Nyumbani mwa Bwana, Biblia nzima ukisoma, hata Agano la Kale na Agano Jipya, inaposema nyumbani mwa Bwana haimaanishi mbinguni, inamaanisha hekaluni. Sawa? Kwa hiyo Yesu aliposema nyumbani mwa Baba yangu kuna makao, alikuwa hasemi mbinguni. Mtakubaliana na mimi? Haleluya. Unajua kwamba sisi tuko nyumbani mwa Bwana? Sisi tuko nyumbani mwa Bwana, lakini hatujaenda mbinguni tu hapa, ila tuko nyumbani mwa Bwana. Hii tunaita kanuni ya kibiblia. Zipo kanuni nyingi. Kanuni nyingine tunaziita kanuni za uwakilishi. Zina maneno ya uwakilishi. Kwa mfano, andiko moja katika Isaya limewapoteza wengi. Mungu alisema alikuwa anatabiri Agano la Kale lijalo jipya. Alisema wakati huo wa Masihi, kondoo watakula pamoja na mbwa. Mmewahi kusoma maandiko hayo? Na simba watakula na ng'ombe na kondoo.
na mtoto mdogo atawaokoa. Watu wanasema Mungu ataleta dunia nyingine, atatoa hii dunia, atatoa na mbingu, ataumba mbingu nyingine na nchi nyingine ambayo ndani yake mbwa mwitu watakuwa wanakula na kondoo bila kuwala. Ni kukosa kanuni. Yesu alitoa majibu ya tafsiri yake. Alisema katika Mathayo 10, na watuma ni kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Haleluya. Sisi tuliokoka tunaishi ndani katika ulimwengu, tunaishi katikati ya mbwa mwitu. Lakini kuna watu wanasubiri eti kitakuja kipindi fulani Yesu akija duniani kondoo watakuwa wanakula na mbwa mwitu na simba hawali nyama ya kondoo kwa sababu Mungu amewakataza. Sio kweli. Mungu hatabiri mambo ya ng'ombe na kondoo. Anaposema kondoo anakusema ni wewe. Anaposema mbwa mwitu anawasema wasioamini. Haleluya. Kwa hiyo watu wanaposhindwa kuielewa Biblia, tunasema kanuni ya maneno wakilishi. Haleluya. Usipoyajua maneno wakilishi utatafsiri vibaya. Maneno wakilishi katika Biblia inasema, nikamwona Bwana ameketi kwenye kiti cha enzi. Hivi nafikiri Mungu ana kiti? Eti mbinguni kuna kiti ambacho Mungu anakalia? Watu wanadhani eti mbinguni kuna kiti, wanajaribu na kuchora kiti kikubwa. Mungu hawezi kukaa kwenye kiti. Angekaa kwenye kiti asingekuokoa wewe. Wanaokaa kwenye viti ni wenye mwili kama mimi. Roho hazikai kwenye viti. Sawa? Roho hazikai kwenye viti. Neno kiti ni neno wakilishi. Linawakilisha jambo. Kiti cha enzi maana yake linawakilisha aliyekaa kwenye utawala. Tunaposema Mungu yuko kwenye kiti cha enzi, hatumaanishi Mungu amekaa penye kiti. Tunamaanisha Mungu anatawala. Haleluya. Na Biblia kila unaposoma Mungu yuko kwenye kiti cha enzi, inaunganisha, inasema na wengine wako kwenye viti vya enzi. Sisi tuko kwenye viti vya enzi. Yesu yuko kwenye kiti cha enzi, maana anatawala. Sisi tuko kwenye viti vya enzi, maana tunatawala pamoja na yeye. Haleluya. Sasa je, umewahi kupewa kiti? Tunasemaga mitaani, tunasema mwenyekiti. 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 Umewahi kumnunulia kiti? Kwa nini mnamuita mwenyekiti? Kwa sababu yeye ni kiongozi. Haleluya. Tunaposema Mungu yuko kwenye kiti, ana kiti. Mungu ni roho, hawezi kukaa kwenye kiti. Yeye yuko kila mahali. Haleluya. Yuko kila mahali. Tunaposema kiti manake anatawala, na sisi tuko kwenye viti vya enzi, manake tunatawala pamoja na yeye. Haya yanaitwa maneno yanayowakilisha. Haleluya. Usipoyajua utapotea kusoma Biblia. Utapotea. Haleluya. Na kanuni ziko nyingi, hatuwezi kuzimaliza, zinazotufanya tugongane wenyewe kwa wenyewe ndani ya kanisa, ndani ya waamini. Tunagongana wenyewe kwa wenyewe. Huyu anatafsiri anavyoona, huyu anatafsiri anavyoona. Lakini kanuni zipo zinazotuongoza ili tusipotee. Haleluya. Ndizo zinazotuchanganya kanisa. Na shetani anataka kanisa lijichanganye. Na mimi nakataa, nasema shetani huna nafasi. Haleluya. Shetani huna nafasi. Tusome neno sasa lingine la leo, somo la leo. Tuingie leo, somo la leo ni kurudi kwa Bwana Yesu. Kuja kwa Yesu. Amen. Mathayo sura ya 24. Mathayo sura ya 24. Nitasoma mistari michache. Mstari wa 3
Nitasoma mstari mmoja kwanza wa 3, baadaye nitaendelea na mengine. Mathayo 24 mstari wa 3 naanza kusoma. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Haleluya. Yesu aliongea mengi juu ya ujio wake na juu ya kanisa. Wakapatwa na wasiwasi wanafunzi, wakataka wamuulize. Wakasema, Bwana, tuambie, hayo mambo yatakuja lini? Na ni nini dalili za kuja kwako? Tutakapojua kwamba sasa unakuja, tuambie dalili na za mwisho wa dunia. Kwa nini wanaunganisha dalili za kuja kwako na za mwisho wa dunia? Walijua kwamba Yesu atakaporudi tena itakuwa ni mwisho wa dunia. Yesu hawezi kurudi kabla ya mwisho wa dunia, kwa sababu kurudi kwa Yesu ndio mwisho wa kila kitu. Hawezi kurudi Yesu kitu kingine kikaendelea. Kurudi kwa Yesu ndio mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanauliza, nini dalili za kuja kwako na za mwisho wa dunia? Maana atakuja mwisho wa dunia. Yesu akaanza kuwajibu. Jibu la kwanza mstari wa 4, akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Nisimame kidogo pale. Yesu anaanza na neno moja kwa moja, angalieni mtu asiwadanganye. Kurudi kwa Yesu, Yesu alijua watu wengi watadanganywa. Watu wengi sana watadanganywa kuhusu kurudi kwa Yesu. Ndiye anasema angalieni mtu asiwadanganye. Anaanza kueleza dalili mbalimbali. Anasema mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Vita vimetokea duniani, nchi zinapigana, falme zinapigana, vita nyingine ni kubwa. Na kila vita inapoinuka, wahubiri wamesimama, wamesema mwisho wa dunia umefika. Yesu alisema mtasikia vita, lakini mwisho bado. Haleluya. Unamsikiliza nani? Yesu au unamsikiliza mhubiri? Wamempiga Saddam Hussein kule, wahubiri wametokea mitaani, Yesu yuko mlangoni, Yesu yuko mlangoni. Saddam amemaliza kesi, Yesu haji mlangoni. Yesu alisemaje? Mtasikia vita, lakini mwisho bado. Kwa hiyo vita sio dalili ya kuja kwa Yesu. Hayo ni mafundisho ya Yesu mwenyewe. Nikuletea andiko lingine, tunaendelea pale pale mbele. Mstari wa 7. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme utapigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Yesu hasemi mtakapoona vita na matetemeko na njaa na tauni na mambo kadha wa kadha basi mjue Yesu anakuja. Yesu anasema huo ni mwanzo tu. Haleluya, sio mwisho. Dalili unazoziona sio za kuja kwa Yesu. Sio za kuja kwa Yesu. Kama zingekuwa za kuja kwa Yesu angekuwa ameshakuja. Kwa sababu watu wamefundishwa vibaya.
Wanasema vita ndio dalili za mwisho za kuja kwa Yesu. Njaa na matetemeko. Watu wanakaa wanaomba, wanasema Yesu, mbona unachelewa? Mbona unachelewa kuja? Nani amekwambia Yesu amechelewa? Dalili za kuja kwake bado. Alisema huo sio mwisho. Haleluya. Ameendeleza dalili nyingi pale amezisema. Lakini niruke moja kwa moja niende mpaka mstari wa 15. Anasema pale katikati pana dalili nyingi, nazo sio za mwisho. Hizo sio za mwisho. Anasema mstari wa 15, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Mungu ni wa mpango. Katika Agano la Kale aliwaweka manabii wengi, na nabii aliyempa kutabiri habari za mwisho wa dunia ni mmoja. Sio kila nabii alitabiri habari za mwisho wa dunia. Walitabiri akina Isaya, walitabiri mambo ya kanisa la Agano Jipya. Akina Yeremia walitabiri, akina Ezekieli na wengine walitabiri mambo yanayohusiana na kanisa litakavyokuwa duniani. Lakini Mungu alimpa Danieli peke yake ndiye atabiri habari za mwisho wa dunia. Haleluya. Hakuna nabii aliyetabiri habari za mwisho wa dunia zaidi ya Danieli. Na kama hujasoma Danieli, hujamuelewa Danieli, huwezi kuelewa Yesu kuja kwake kutakuweje. Na watu wengi wamehubiri habari za kuja kwa Yesu, lakini hawaelewi habari za Danieli. Na kama hujazielewa habari za Danieli, ni lazima utawaambia watu uongo. Mungu atusaidie. Yesu mwenyewe anasema dalili kubwa ya mwisho mtakapoliona chukizo lililoelezwa na Danieli, lililoandikwa au limeelezwa au limesemwa na Danieli, yule anayesoma afahamu. Anayesoma wapi? Anayesoma habari za Danieli aelewe kwamba ndio wakati huu. Katika Biblia dalili ya mwisho ni chukizo la uharibifu. Danieli ameeleza chukizo la uharibifu ni nini. Danieli ameeleza, kwa wale wanaosoma, ameeleza kitabu chake cha Danieli, sura ya 7 yote, sura ya 8 yote, sura ya 9, sura ya 11, sura ya 12, sura 5 katika kitabu cha Danieli. Sura zote Danieli anaelezea habari za chukizo la uharibifu litakalokuwa siku za mwisho, na Yesu ndiye atakuja kuliondoa anapokuja. Haleluya. Danieli anaeleza hivyo. Katika sura 5 Danieli anaeleza chukizo la uharibifu litakalosumbua dunia, na Yesu wakati wa kurudi atalikuta, ndiye ataliondoa. Na chukizo la uharibifu ni nini? Ni mpinga Kristo atakayekuwa analeta chachu mbaya duniani na kupigana vita na watakatifu na kutaka wamwabudu yeye. Atakapotangaza dunia yote imwabudu yeye, wakati huo Yesu atakuwa yuko mlangoni anakuja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtakapoliona chukizo linalosemwa na Danieli, anayesoma afahamu. Haleluya. Hiyo ndio dalili ya mwisho. Kabla ya chukizo la uharibifu halijatokea, Yesu hawezi kuja. Yesu hawezi kuja. Mimi nimezaliwa katika nyumba ya Kikristo. Kwa hiyo nimeanza kusikia injili toka nikiwa mdogo. Tunakuwa tunasikia injili. Tunakuwa tunasikia injili. Mpaka sasa nazeeka, nasikia injili. Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni. Sijui kama tutamaliza mwaka. Sijui kama tutamaliza mwaka. Vijana, hata shule mnayosoma sijui kama mtamaliza. Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni.
Nyewe msihangaike na biashara, tutawapoteza. Yesu anakuja, yuko mlangoni. Yesu anakuja mlangoni. Nasikia mpaka nimefika uzee, nasikia Yesu na wala haji. Na nakwambia hata kuja. Sisemi uongo. Kwa sababu Yesu, Biblia inasema hawezi kuja mpaka tulione chukizo la uharibifu. Aliyesema ni nani? Ni mtume, ni Yesu. Sasa Yesu anatudanganya. Watu wanaosema Yesu yuko mlangoni, Yesu yuko mlangoni, hawajasoma habari hizi. Sehemu nyingine nilihubiri hivyo, wakasema wewe unawafanya watu waanze kupoa. Kama utapoa, shauri yako. Kwa sababu kuja kwa Yesu haji kuchukua kanisa. Yesu anakuja kuchukua watu kila siku. Unakuchukua kwa namna mbili. Kila siku Yesu anachukua watu. Kila siku. Hata leo amechukua wengine. Na inawezekana hata usiku wengine atachukua. Hatujui hata hapa ni nani atachukuliwa. Yesu anaendelea kuja kuchukua. Lakini kuchukua kanisa lote kwa pamoja, atachukua mwisho wa dunia. Siku hii tunaposoma Yesu anakuja, hatuzungumzia habari za kuja kwa Yesu kuchukua kanisa. Bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado. Lakini kuja kukuchukua wewe au mimi, anaweza kuja siku yoyote. Haleluya. Kwa hiyo tuzungumze, tuelewe Biblia inazungumzia nini. Haizungumzii kuhusu kuja kulichukua kanisa. Maana kuchukua kanisa ndio mwisho wa dunia. Lakini leo anaendelea kuchukua, na kesho na siku zote anachukua. Lakini wale wanaosema Yesu yuko mlangoni, hawazungumzii kifo, kuchukuliwa kwa mtu mmoja mmoja. Wanazungumzia kuchukuliwa kwa kanisa, na halijachukuliwa, halitachukuliwa. Haleluya. Mpaka chukizo la uharibifu lionekane. Haleluya. Kwa hiyo mimi sifundishi kwamba watu wapoe. Utachukuliwa. Kwamba utapoa, utachukuliwa. Utachukuliwa huku umepoa. Jiweke tayari, kwa sababu siku yoyote Yesu anaweza kutokea kwako au kwangu. Haleluya. Lakini sio kuja kulichukua kanisa. Kanisa litaendelea kuwepo. Kwa maneno ya Yesu, kanisa litaendelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe utaondoka, mimi nitaondoka, kanisa litaendelea mpaka chukizo la uharibifu lionekane. Haleluya. Sasa nataka nieleze mambo kadhaa yanayozungumzia namna ya kuchukuliwa kanisa. Nitaacha, nitarudi baadaye. Niende Isaya 57. Tuzungumzie kuhusu kanisa kwanza ambalo Yesu atakuja kulichukua. Ni kanisa la namna gani? Isaya 57. Mstari wa 15. Mstari huu wengi tunaufahamu. Isaya 57 mstari wa 15 unasema hivi. Mstari wa 15, Isaya 57. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi: nakaa mimi mahali palipo inuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Mungu anajitambulisha, anasema mimi ni Mungu ninayekaa mahali palipo inuka, mahali palipo patakatifu, mahali pa juu. Anakaa na nani? Ninakaa pamoja na roho zilizotubu. Haleluya. Maana yake nini? Pale Mungu anapokaa ndipo watakatifu nao wanakaa. Hawakai kwa mwili huu.
maana mwili huu ni makufa. Kiroho tunakaa na Mungu. Kiroho tunakaa mahali palipoinuka. Kiroho tunakaa mahali patakatifu. Kiroho sisi ni watu wa juu. Haleluya. Kimwili tuko duniani, maana mwili sio wa juu, mwili ni wa chini, lakini roho ni ya juu. Ukiokoka roho yako inapandishwa, roho yako inakaa na Mungu mahali palipoinuka, mahali patakatifu, mahali pa juu. Mwili unakaa duniani, lakini mimi ni wa juu. Haleluya. Watu wengi wanajua sana kuomba. Nimewasikia watu wengi, hata wamama na wababa, ukimwambia omba, anakuambia baba unayeketi mahali palipoinuka, mahali pa juu. Hajui kwamba na yeye ndipo anapoketi. Nataka ujue sasa, Mungu sana watu waliokoka, waliotubu pa juu. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni nafasi ya mtu yeyote aliyeokoka. Nikupe nafasi nyingine. Isaya sura ya 33. Isaya sura ya 33. Mstari wa 15. Nisome kuanzia 14. 33 naanza kusoma kuanzia 14. Wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa, tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukana moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukana moto uteketezao milele? Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili, na ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma, akung'utaye mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake asisikie habari za damu, afumbaye macho yake asitazame uovu. Huyu ndiye atakayekaa juu. Haleluya. Huyu ndiye atakayekaa juu. Majabali ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Hivi nasema, ni nani awezaye kukana moto unaoteketeza? Mungu ni moto. Mtu mwenye dhambi hawezi kukana Mungu ambaye ni moto. Watakatifu waliooshwa dhambi zao ndio wanaweza kukana Mungu. Haleluya. Lakini pamoja na dhambi huwezi kukana Mungu, maana Mungu ni moto. Ni watu tu waliotubu na kuokoka wanaweza kukana Mungu. Anasema hapa, waliotubu, walio watakatifu, waliojizuia katika dunia hii, hawa ndio watakana Mungu aliye moto, tena watakaa mahali pa juu. Haleluya. Mimi siku zote hata nikitembea katika dunia hii najiona mnyonge, naona sina hela, sina kitu, lakini nikikumbuka kwamba mimi ni wa juu, najikuta nanenepa. Mimi niko juu, mimi niko juu, mimi niko juu, maana mimi ni wa juu. Haleluya. Nikurudishe katika Yohana 14. Yesu aliposema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, akasema kwamba Baba mna makao, naenda kuandalia mahali ili mimi nilipo na ninyi muwepo. Mpango wa Mungu alikuwa anatutafutia mahali, sio kutuandalia makao, ili popote Yesu akiwepo na watu wake wawepo hapo hapo. Haleluya. Kwa hiyo popote ninapotembea, hata ningekuwa msituni, hata ningekuwa wapi, najua hapa nilipo na Yesu hapa yupo. Haleluya. Maana alituandalia mahali, alituandalia nafasi. Pale alipo Mungu ndipo mtakatifu wa Mungu aliyeokoka na yeye yupo. Kama Mungu yuko mahali palipoinuka, na wewe unakaa mahali palipoinuka. Kama Yesu yuko pa juu, na wewe uko mahali pa juu.
Zaburi 15. Zaburi 15. Mstari wa kwanza. Zaburi 15 mstari wa kwanza. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Kwa lugha nyepesi, ni mtu aliyeokoka. Haleluya. Ndiye anayeweza kukaa kwenye kilima cha Mungu. Ni nani anayeweza kukaa kwenye kilima cha Mungu? Manake Mungu anaishi mahali penye kilima, mahali palipoinuka, mahali pa juu. Sasa ni nani anayeweza kupanda akakae na Mungu penye kilima? Ni mtu aliyeokoka na kutubu dhambi zake. Mwili tuko chini, roho tuko juu. Haleluya. Sura ya 24 ya Zaburi. Sura ya 24 ya Zaburi, mstari wa 3. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyejiinua nafsi yake kwa ubatili, wala hakuapa kwa hila, atapokea baraka kwa Bwana. Ni nani anayeweza kukaa patakatifu pa Bwana? Ni nani anaweza kukaa kwenye mlima wa Bwana? Kwa lugha nyepesi, ni nani anaweza kukaa pale ambapo Mungu yupo? Ni nani anaweza kufika pale ambapo Mungu amekaa, mahali anapoishi? Nani? Ni mtu mtakatifu aliyetakasa moyo na maisha yake, anakaa pale ambapo Mungu yupo. Sasa nikuulize swali, Mungu anakaa wapi? Mungu anakaa wapi? Mungu anakaa wapi? Majibu ya rahisi sana. Ukisema Mungu yuko wapi, anasema yuko mbinguni. Ndio majibu rahisi. Kama Mungu yuko mbinguni, manake uko mbinguni, si ndio? Kwa sababu pale alipo Mungu ndipo roho ya mtu wa Mungu inapokaa. Kama Mungu yuko mbinguni, manake na wewe uko mbinguni. Huwezi kuachana na Mungu. Kama umeokoka, huwezi kuachana na Mungu. Mungu akaishi peke yake na wewe ukaishi peke yake. Alafu nasema siku moja nitaenda. Utaendaga wapi wakati hamko pamoja? Utakwendaje kwa Mungu wakati hamuishi pamoja? Tunaishi naye. Pale alipo ndipo tulipo. Itakuwa ni rahisi siku ya mwisho kukaa pamoja, maana siku zote tulizoeana tulikuwa pamoja. Watu wa dunia wanafanya mazoezi, hata mipira wanafanya mazoezi, na mbio wanafanya mazoezi, na kazi zote wanafanya mazoezi. Hata kukaa pamoja na Bwana tunafanya mazoezi. Tunakaa Bwana, tunakaa pamoja na Bwana, tuko pamoja na Bwana, tunafanya mazoezi. Lakini kwa na mwili, siku nyingine nakuwa mbele, nakuwa karibu na Bwana, mwili unanivuta, unanitoa, najikuta niko mbali, nang'ang'ana, nakuwa karibu na Bwana, mwili unanitoa, maana nina mwili, lakini nang'ang'ana, nakuwa karibu na Bwana. Mungu akitoa yangu ndani ya mwili unaonisumbua huu mwili ndio unaonirudisha huu. Siku Mungu akitoa roho ndani ya mwili huu, niking'ang'ana mpaka kwa Bwana, utatoka mwili, mimi nitabaki huko. Haleluya. Nitabaki huko. Haleluya. Ni lazima kanisa
inaishi pamoja na Mungu. Sio Mungu yuko wapi? Yuko mbinguni kule. Sasa wewe uko wapi? Tuangalie andiko lingine. Efeso 2. Waefeso sura ya 2. Efeso sura ya 2 mstari wa 6. Waefeso sura ya 2 mstari wa 6 unasema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Bwana alipotuokoa alituinua akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Mwili tunaonekana kama sisi ni wa duniani, lakini sisi sio wa duniani. Sisi ni wa mbinguni. Sisi ni wa ulimwengu mwingine. Sisi ni wa ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Na Yesu atakapokuja, atakuja kwa watu walio katika ulimwengu wa roho, sio ulimwengu huu. Ulimwengu huu ni wa mwili huu. Kolosai Wakolosai 2 Wakolosai 2 mstari wa 20. Kama unayo Biblia unasoma, nitafurahi sana. Ninaposoma tunakwenda pamoja. Wasio na Biblia yupo pale anawaonyesha tena pazuri kweli. Unajua mimi sigeukaki kule, ninyi ndio mnaona, mimi sionaji kule. Hebu nisome kupitia pale. Panasema hivi. Hebu tusome. Panasema hivi, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu, kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Sasa tumuulize yule aliyeandika pale. Unasema tunaishi kama watu wenye kuishi duniani. Sasa tunaishi wapi? Sasa tunaishi wapi? Maana anatushangaa, mnafanya mambo kama vile mnaishi duniani. Sasa tunaishi wapi? Mimi nilidhani bado tunaishi duniani. Hatuishi duniani. Haleluya. Sisi ni wa juu. Acha kuishi kama mtu wa duniani. Kwa nini mnafanya mambo kama watu mnaoishi duniani wakati ninyi mnaishi juu? Wakati mnaishi kwenye mbingu nyingine. Haleluya. Wafilipi 3. Wafilipi 3 mstari wa 20. Wafilipi 3 mstari wa 20. Unajua, ukiandika mwandiko mbaya, hata kama habari ilikuwa nzuri, habari inachafuka, si ndio? Mwandiko ukiwa mzuri, hata habari kama ilikuwa mbaya inakuwa nzuri. Kwa hiyo unapoandika vizuri, unaona pale pameandikwa vizuri. Anasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi. Kwa maneno yale, wenyeji wetu sisi uko mbinguni. Jamani, mimi ni mwenyeji wa Uyole. Ukitaka kunitafuta unanitafuta wapi? Unaenda kunitafuta Mwanjewa?
Hivi tunaelewa maana ya wenyeji? Maana ya wenyeji. Wewe mwenyeji wa Rwanda. Nikienda kutafuta sokoni hapo nitakukuta. Unamtafuta mtu ambako wenyeji wake uliko. Sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Mtu akitaka kunipata atanikuta wapi? Atanikuta mbinguni. Kwa nini shetani anatupataga sana? Hivi mnaelewa kwa nini shetani anatupata pata? Tunaacha kuishi kwetu. Ukitaka kumshinda shetani, ishi kwako. Haleluya. Ishi kwako. Wenyeji wetu sisi uko mbinguni. Alafu kuna sentensi ya pili. Kutoka huko tunamtazamia Mwokozi. Kutokea wapi tunamtazamia Mwokozi? Tunamngoja Mwokozi tukiwa wapi? Tukiwa duniani. Wenyeji wetu sisi tuko mbinguni. Na kutoka huko wapi? Mbinguni. Tunamtazamia Mwokozi. Tunamngoja Mwokozi tukiwa wapi? Tukiwa mbinguni. Ukue akili ya kumjua Mungu, usidanganywe na shetani. Shetani anatufaidi kwa sababu ya kutokujua maneno ya Mungu. Akija anatukuta duniani, alafu tunasema shetani amejiinua. Shetani amejiinua. Anajiinua amekukuta wapi? Tunamngoja Mwokozi tukiwa mbinguni. Niende kwenye andiko lingine sasa ambalo linaleta utata. Nimekuzungusha mote humo, nilitaka unielewe vizuri. Lakini sijafika kwenye pointi. Pointi yangu sasa ndio nafikia. Twende Wathesalonike sura ya kwanza sura ya 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Mstari wa 16. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Mstari mzuri ule. Unasema 16 na 10 nadhani na 17 na 17. 16 na 17. 16 unasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Hapo niendelee. 17. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Hapa ndipo shetani alipoweka miguu yake. Hapa kuna mafundisho ya unyakuo. Kuna mafundisho ya unyakuo. Mafundisho ya unyakuo yanaonekana ni mazuri, lakini yana uongo mkubwa mno ndani ya unyakuo. Sehemu moja ni kwamba Yesu atakapokuja tutanyakuliwa, tutaenda kumlaki Bwana hewani. Nimekutana na mashahidi wa Yehova. Waliwahi kuuliza swali. Unaweza kufikiri wakorofi, kumbe sio wakorofi, ni sisi tunawachokoza. Shahidi wa Yehova mmoja alisema hivi: ninyi tunapokwenda kumlaki mtu stendi, tukimlaki mtu stendi, hatuendi naye kwake, tunaenda naye nyumbani kwetu. Ninyi mnamlaki Yesu hewani, alafu mnaendea hiyo hiyo. Mlienda kumlaki au
maswali yake yanaonekana kama ya upuzi, lakini kama unaenda kumlaki, si unamlaki unakuja naye. Sasa kwa nini mnamlaki mnaenda naye? Si wanaonekana ni wakorofi? Wanaonekana wakorofi kwa sababu sisi tumepotosha maandiko, tumepotosha tafsiri. Neno kumlaki hewani, nataka niende kwenye pointi. Kumlaki hewani haina maana tunamlaki tunanyakuliwa tunapanda tukakutane hewani. Hapana. Yesu akija atatukuta hewani. Hewani lina maana ile ile moja. Mahali palipoinuka ndiko tunakoishi sisi. Mahali pa juu ndiko tunakoishi sisi. Kwenye mlima ndiko tunakoishi sisi. Ulimwengu wa roho ndiko tunakoishi sisi. Mbinguni ndiko tunakoishi sisi. Hewani ndiko tunakoishi sisi. Yesu akija atatukuta tuko hewani, atatukuta tuko juu, atatukuta tuko mbinguni. Sasa watu wanasema tutaruka tukutane naye hewani. Ni tafsiri mbovu. Hatutapanda kwenda hewani, Bwana atatukuta hewani. Hewani pale ina maana moja ile, atatukuta juu. Atatukuta ulimwengu wa roho, atatukuta mahali palipo inuka, atatukuta mahali mbingu, atatukuta kwenye kilima cha Bwana. Haleluya. Kuna neno lingine tena, nitarudi hapa mara moja, nalikumbuka. Turudi kwa Mathayo tulikoanzia, Mathayo 24. Mathayo 24. Mathayo 24. Yesu alipozungumza habari ya mtakapoona chukizo la uharibifu limesimama patakatifu, asomaye na afahamu. Alikuwa anaonya kwamba hiyo ndio dalili mtakayoiona kwamba sasa ninakuja. Mstari wa 16 unasema, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Walio katika Uyahudi wakimbilie wapi? Milimani. Haya maandiko katika kanuni tunasema kuna maandiko yanatafsiriwa kijiografia. Kuna maandiko yanayotafsiriwa kihistoria, yanayotafsiriwa kijiografia. Hili linatafsiriwa kijiografia. Kwa nini anasema walio katika Uyahudi mtakapoona dalili za kuja Yesu? Chukizo la uharibifu limeinuka, kujua kwamba hii ni dalili ya mwisho, Yesu anakuja. Walio Uyahudi wakimbilie waende milimani. Manake nini? Kijiografia Uyahudi imezungukwa na milima. Yenyewe iko bondeni. Uyahudi iko bondeni, alafu kwa kumezungukwa na milima. Na katika Biblia bonde linamaanisha watu waliopoa kiroho. Sawa? Milima inamaanisha watu walio juu kiroho, wanaoishi na Bwana. Sasa ukiona dalili za chukizo la uharibifu, kama unaishi Uyahudi, hama, nenda milimani. Ndio maana ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hama bondeni, nenda kwenye milima. Yaani ondoka chini, kakae juu aliko Mungu, ili Bwana anapokuja akukute huko juu. Haleluya. Mstari wa 17. Mstari wa 17 unasema, na aliye juu ya dari asishuke kuchukua vitu vilivyomo nyumbani mwake. Dari linakaa wapi? Linakaa chini au linakaa juu? Dari. Mtu wakati dalili za mpinga Kristo zinaonekana, wakati chukizo la uharibifu limetokea ambalo ni dalili ya kurudi kwa Yesu, kama una dalili usishuke chini. Sasa dari linakaa wapi? Kuonyesha kwamba sisi ni watu wa mlimani, sisi ni watu wa mbinguni, sisi ni watu wa mahali palipoinuka, sisi ni watu wa juu, sisi ni watu wa hewani, sisi ni watu wa dalili. Sawa? Kama uko dalili usishuke chini. Haleluya. Yote yana maana moja. Yote yana maana moja. Kwa sababu yote yanatupeleka wapi?
Mifano ya kutupeleka yote wapi? Juu. Sisi ni watu wa darini, sisi ni watu wa hewani, sisi ni watu wa mahali palipo, sisi ni watu wa mlimani, sisi ni watu wa juu. Haleluya. Sisi ni wa juu siku zote, hatushuki chini. Hatutaki kukaa Uyahudi. Ukiwa Uyahudi hama, nenda mlimani. Haleluya. Anamalizia na ule mstari mwingine, anasema 18, aliye shambani asirudi nyuma kuchukua nguo yake. Shambani mtu akiwa kazini anamtumikia Mungu, usiache. Endelea na utumishi, Bwana kukute unatumika. Haleluya. Mstari wa 19, ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Kuna mahubiri yamehubiriwa ya kutisha katika mistari hii. Wanasema Yesu atakaporudi akikukuta una mimba, ole wako. Biblia inazungumza lugha ya kiroho. Mimba ni dhambi. Ole wao watakao kutwa wakati huo wana dhambi. Dhambi ni mimba na wanyonyeshao. Kuna wengine wanalea dhambi, wanailea, hawatubu, wanailea mpaka dhambi inazaliwa. Alafu bado hawaitupi, wanaanza kuinyonyesha. Kuna watu wananyonyeshaga dhambi. Yaani wanailea mpaka inakomaa, inanyonya, inashiba. Ole wako kama wakati huu utakukuta wewe ni mtu wa namna hiyo. Yesu alikuwa anazungumzia habari za mimba za kuzaa watoto. Alikuwa anazungumzia hiyo. Kuna mimba ya dhambi, ole wao. Haleluya. Maandiko yote hayo nimekuzungusha ili ujue kwamba sisi hatupo chini, tuko juu. Yesu akija, asipokukuta mlimani, asipokukuta hewani, asipokukuta darini, asipokukuta mahali palipoinuka, asipokukuta katika ulimwengu wa roho, asipokukuta uko juu mbinguni, wewe hutachukuliwa. Wewe hutachukuliwa. Sasa katika Tesalonike nimesema shetani ameweka miguu hapo. Watu wanasema Yesu akija, siku ya kuja Yesu anakuja atanyakua watu wake. Watu wanaamka wanakuta watu hamna, wameondoka, amenyakua. Ninasema shetani anawanyakua, Mungu anawanyakua watu, anamuogopa nani? Hivi Yesu atakuja kunyakua watu na alafu tunashangaa wako, atakuwa anamuogopa nani? Maana kunyakua ni mwizi anayenyakua. Yesu ananyakua ana maana gani? Tafsiri ya kunyakua hapa ina maana, haina maana ya kunyakua watu kwa kimbiza nyumbani mbinguni. Ananyakua, anamuogopa nani? Neno kunyakua lina maana ile ile ya Korintho 15. Tutabadilishwa kufumba na kufumbua. Sisi ni watu wengine. Kunyakuliwa manake ni kubadilishwa ghafla. Haleluya. Kubadilika haraka, kubadilishwa ghafla. Sisi ni watu wengine. Katika Korintho anasema atakapotokea kufumba na kufumbua tunabadilika, tumekuwa watu. Haleluya. Tuko katika ulimwengu mwingine. Hapa badala ya kutumia njia lugha ya kufumba na kufumbua, hapa ametumia lugha ya kunyakuliwa. Haleluya. Hana maana ananyakua na kutukimbiza. Sasa mafundisho yameumbwa ya aina mbili. Kumbe atakuja atatunyakua, atakwenda nao mbinguni. Hapa kikaka watu waliobaki chini, ambao hawakunyakuliwa, watabaki na wasiwasi, wanahangaika. Oh jamani, wenzetu wamenyakuliwa, wameenda. Oh watahangaika, wanasema watahangaika kama miaka 7 hivi, wakati wenzako wamenyakuliwa wako juu. Alafu baada ya miaka 7 wataanza kurudi tena. Hayo ni mawazo. Biblia haijasema, ni mawazo kwamba kwa kuwa pamesema hivi, bila shaka neno Yesu Kristo atakuja mara moja. Hata kuja anyakue kwanza, alafu tena baadaye arudi. Yesu kuja kwa Yesu ni kumoja tu. Haleluya. Manabii hawajawahi kusema habari za kuja mara mbili.
Yesu mwenyewe hajawahi kusema. Yesu alichofundisha chote kimetabiriwa na manabii. Yesu alikuwa anathibitisha. Unabii mwingine wowote unaokuja baada ya Yesu, Biblia imekataa. Unabii wote unaishia Yohana Mbatizaji. Baada ya hapo ni utekelezaji, ni kutimiza tu. Hamna unabii mwingine. Ndio maana niliwaambia ufunuo, hakuna unabii wa ufunuo. Ufunuo na unabii ni vitu viwili tofauti. Manabii walitabiri, ufunuo inafunua. Haleluya. Haitabiri, inafunua, inathibitisha yale yaliyotabiriwa. Kwa hiyo tukirudi katika kuja kwa Yesu, Yesu atakuja. Watu wanasema atakuja kutuchukua, lakini Biblia haisemi. Niwaambie ukweli, Biblia haisemi. Biblia inasema Yesu atakapokuja tutabadilishwa tufanane naye, tuishi naye katika roho. Watu wanasema atatuchukua, tutakwenda kule juu. Mhubiri wengine anasema watu wanahubiri mahubiri ambayo yanatungwa nje ya Biblia. Yesu atakapokuja tutaota mabawa. Sasa kwa nini wanasema tutaota mabawa? Maana wanawaza akili sio ya Biblia. Sasa mbinguni kule tutaendaje? Yesu atakuja kutuchukua. Sasa kule mbinguni tutaendaje? Bila shaka atatuotesha mabawa. Maana hatuwezi kwenda bila mabawa. Lakini sio Biblia inasema, ni mawazo ya watu. Ndio wanaowaza kama Yesu anasema atakuja kutuchukua tuende kule juu, bila shaka tutaoteshwa mabawa. Alafu anasimama kwa ujasiri wanahubiri, tutaoteshwa mabawa, tutaruka kama ndege, tutakwenda juu. Mmoja anasema nikifika pale juu nitasema uyole bye bye, Mbeya bye bye. Watu wanasema hivi. Ile ni akili ya mtu, sio Biblia, ni mawazo ya watu. Hakuna wanaposoma, hakuna wanapoweza kuthibitisha. Mawazo yamejaa kichwani kwa kufikiri kumsaidia Mungu. Hawamuulizi Mungu, sasa huko tutakujaje? Hawaulizi. Wanasema bila shaka tutapewa mabawa. Kwani Mungu aliwahi kusema nitawapa mabawa? Na Biblia haisemi mili hii itakwenda kukaa na Bwana. Sio mili. Mili haiendi kukaa na Bwana. Hii haiendi kukaa na Bwana hii. Tutaiacha. Biblia inasema tutabadilishwa tufanane naye. Haleluya. Ukitaka kujua utakueje? Ninampenda sana Yohana, waraka wa Yohana wa kwanza, nampenda sana. Anasema hatujui itakavyokuwa. Hatujui itakavyokuwa, lakini najua moja tu, nitafanana naye. Haleluya. Sasa unamjua Mungu yukoje? Unamjua Mungu yukoje? Mungu alivyo, Biblia inasema tutafanana naye. Maana yake yeye ni roho, atatutoa mili hii sio ya uzima wa milele. Mili hii sio ya uzima wa milele, ni ya kufa. Roho ndio ya milele. Atatoa ndani ya mili hii ili tuishi naye. Haleluya. Biblia inasema, Biblia hii inaipenda, inajibu maswali yote. Inasema atakapokuja ataichukua mbingu hii na nchi hii, ataikunja kama karatasi. Mnasikia? Mbingu na nchi atavikunja karatasi. Niangalieni hapa. Hii ni dunia. Hii mnaiona? Hii ni mbingu. Mnaiona? Mbingu iko hapa, dunia iko hapa. Sawa? Bwana akija ataichukua hii mbingu na hii dunia, atazikunja kama karatasi. Ataiondoa, haitakuwepo. Na hii haitakuwepo. Mbinguni kutakuwa wapi? Hebu nijibu, mbinguni kutakuwa wapi? Mashahidi wa Yehova wanasema tutaishi hapa nyumba hizi. Sasa dunia hii ikikunjwa na mbingu hii ikikunjwa, nchi iko wapi na mbingu iko wapi?
Ndio maana nilikwambia mbinguni, Biblia inaposema mbinguni ina maana ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Ulimwengu wa kiroho unakaga uko popote. Haleluya. Ulimwengu wa kiroho unaweza kuonyesha kwamba ulimwengu wa kiroho ule kule. Unaweza kuonyesha. Ulimwengu wa kiroho uko popote. Mambo ya kusema tutakwenda kule, alafu tutasema bye bye ni mawazo. Tutabadilishwa kama vile kunyakuliwa, kufunga na kufumbua. Sisi ni watu wengine, tuko pamoja na Yesu. Haleluya. Lakini atukute tunaishi mahali palipoinuka. Atukute tuko kwenye ulimwengu wa kiroho. Atukute tuko darini. Atukute tuko hewani. Haleluya. Atukute tuko juu. Tukiwa Uyahudi tuhame twende milimani. Bwana anawataka watu wanaoishi milimani. Bwana anawataka watu wanaoishi juu. Haleluya. Na atawakuta huko, atawakuta hewani. Haleluya. Tutamlaki Bwana hewani. Tutamlaki Bwana hewani. Huyu shahidi aliyesema mbona mnamlaki mnarudi naye badala mnaenda naye badala kurudi naye, ilinipa kazi ya kwanza kumjibu. Maana inabidi mkae uanze kumueleza yote haya ayaelewe. Lakini kwa nini anauliza hivyo? Amepotoshwa na maneno yetu kwamba tutamlaki, tukimlaki tutaenda naye. Mnamlaki badala ya kuja naye tena mnaenda naye. Mungu atusaidie. Kuja kwa Yesu kupo. Yesu atarudi kulichukua kanisa au kuja kulibadilisha kanisa, lakini sio leo wala sio kesho. Ila wewe anaweza kuja kuchukua siku yoyote, leo au kesho. Lakini kulichukua kanisa sio leo. Maana siku ya kuchukua kanisa ndio mwisho wa dunia. Haleluya. Ndio mwisho wa dunia. Kuchukua mtu mmoja mmoja ataendelea. Na kuja atakuja mwisho wa dunia. Na dalili nyingine tutaziona, nyingine hatutaziona. Nyingine tutakufa, tutalala, hatutaziona, hazijatokea. Kwa sababu maandiko mengine sijasoma yanasema huyo mwana wa uharibifu asipotokea Yesu hatarudi. Haleluya. Mpaka hizo dalili zionekane. Hiyo ndio kalenda ya Mungu. Na kalenda ya Mungu huwezi kuibadilisha. Haleluya. Katika somo langu inawezekana nimejibu swali moja jana. Nisema sitajibu kwa haraka, nitashindwa kukupa maelezo ya kutosha. Nadhani katika somo hili aliyeuliza somo lililohusiana na mambo ya mpinga Kristo, sehemu atakuwa amejibu katika somo hili. Mungu awabariki sana. Haleluya. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Tuendelee kujifunza maneno ya Mungu, tuendelee kujua kweli. Nilisema jana, sisemi haya kama ndio imani sana, nafundisha imani ya kibiblia. Haleluya. Hapa naweza nikapongezwa na TAG wengine, nikapigwa na Holiness wengine hapa. Kwa sababu sifundishi kitu cha dini, nafundisha Biblia inavyosema. Haleluya. Kama ni Holiness tumehama turudi, kama ni TAG ni AGT sijui ni nani, tuingie kwenye maneno ya Mungu. Haleluya. Ukengeufu siku za mwisho, uongo. Na Biblia, Yesu alipoulizwa swali, ni lini dalili ya kuja kwako? Jibu la kwanza alianza na hili: mtu asiwadanganye. Kwa nini alianza na neno hili? Maana kuja kwa Yesu watu wengi watadanganywa. Wengi watadanganywa sana. 2000 watu wamengoja mpaka wakasema sasa tumekata tamaa. Lakini sio Mungu aliyekosea, walikosea wao. Yesu tungezungumza, Yesu angesema niliwaambia wapi kwamba nakuja mwaka huu. Watu hawasomi Biblia kulingana na kanuni. Tusome Biblia na kanuni zake, tumuelewe Mungu. Mungu anataka tukijua Biblia hatutapotea. Shetani analipiga kanisa sana kutokana na ujinga. Ukiwa mjinga hujui mambo, shetani anakupenda kweli kweli. Shetani anawapenda watu wasiojua mambo. Anawapenda kweli. Na hataki ujue.